Ndugu zangu, dunia imeisha, dunia imeharibika sana. Usimwamini mtu kwenye hii dunia sasa hivi, kwa sababu kuna watu ni mawakala wa shetani. Kama wewe una mtoto au hata kama hauna mtoto, sikiliza hii story, inaweza ikakusaidia. Shalom watu wa Mungu. Huyu dada ananisimulia, anasema miaka michache iliyopita alikuwa anaishi nyumba ya kupanga. Wakati amepanga kwenye ile nyumba, kuna mama alitokea kumpenda sana. Yaani mpangaji mwenzake ni mama, alitokea kumpenda sana, akawa anamuitaga mama. Na huyu mama pale nyumbani kwake alikuwa anaishi na wajukuu zake. Kwa hivyo alikuwa anaishi na wajukuu zake, huyu dada alikuwa na mtoto mmoja, lakini yeye alikuwa ni single mother. Kwa hiyo ikatokea kipindi akawa amepata kazi. Sasa alipopata kazi, changamoto ikawa ni hakuna mtu wa kumwachia mtoto. Kwa hiyo kwa siku za mwanzoni akawa amemuomba yule mama akae na yule mtoto. Akamwambia, mimi naomba unisaidie kukaa na mtoto wangu kwa hizi siku za mwanzoni nikiwa nafikiria nifanye nini. Yule mama akamwambia, hapana. Wewe hata usiseme, kwa sababu usiseme sijui siku za mwanzoni. Wewe huyu mtoto mwache tu hapa, kwani mtoto anakula nini? Wewe unamwachia tu vitu vyake, mimi nitashinda naye kwa sababu mbona wajukuu zangu anakuwa hapa, haina shida. Wewe muache tu. Basi yule dada akaendelea kufanya shughuli zake kwa amani, akijua kabisa kwamba mtoto wake yuko sehemu salama. Lakini siku zinavyoenda, yule mtoto akawa anamkuta mtoto ana majeraha, mara anakuta ana alama ya meno, mara anakuta ana alama ya kucha mwilini, na hizo alama zinakuwa ni sehemu ambazo sio sehemu za wazi. Yaani uzikuta labda mikononi, yaani unaweza kukuta labda kwenye makalio ndo anakuta alama za kucha au mgongoni. Yaani sio zile sehemu ambazo ni rahisi wewe kuziona. Basi akawa anakutana na vile vitu, yaani haulizi, anapotezea, anapotezea. Sasa siku moja akakuta yani hiyo alama ya meno ni meno makali kabisa, kiasi kwamba hata alikuwa wakati anamuogesha akimgusa yule mtoto ile eneo, mtoto analia sana. Ikabidi hiyo siku amueleze yule mama. Akamwambia, unajua mimi namkutaga mtoto anakuwa ana alama, mara ana alama za kucha, mara meno. Akasema, watakuwa ni wenzake hao wanaocheza nao hao, watakuwa ndo wanamngata. Kwa hiyo mimi nitakuwa naye makini, usijali, haitojirudia. Basi yule akasema sawa, akawa anaendelea kumwacha mtoto pale akiamini kwamba ni watoto tu walikuwa wanamngata mwenzao, na yule mama akawa amemtoa wasiwasi kwamba haitojirudia. Basi yule dada akawa anaendelea na shughuli zake akiwa na amani kabisa. Sasa siku moja yule mdada alikuwa yuko nyumbani anafua. Sasa alivyokuwa anafua, yule mtoto wake akawa anachezea mswaki wake huyu dada huyu. Yule mtoto alikuwa anauchezea. Sasa wakati anauchezea, mamake akamwambia, usichezee mswaki huo, utajiumiza mafizi, sijui nini na nini hivyo. Sasa kwenye ile nyumba walikuwa wanaishi wapangaji na kulikuwa na mwenye nyumba pia. Sasa yule mwenye nyumba alivyosikia yule dada anamwambia vile, akamwambia, sasa akawa anamwambia hivi, wakati wako ukifika, akawa anamwambia mtoto wake, wakati wako ukifika muda wa kupiga mswaki, hata huo mswaki wenyewe utautaka. Yaani akawa anamsema